الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Watukufu wa Islam, kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uweza wake na rehema zake ametufikisha katika siku ya leo, siku ambayo ni siku kubwa, ina heshima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni siku ya Eid al-Adha, siku ya kuchinja, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameieleza a'dhamul ayami inda Allah yaumun nahr, siku kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja, kwa maana ya siku ya Eid. Ndugu yangu Muislamu, Eid ya uhakika ni ile ambayo inamrudisha mtu katika uhalisia wake. Suali ni kwamba Eid ngapi zimepita kwako wewe? Ila swali lenye kutisha zaidi ni Eid ngapi zimejirudia na kupita kwako wewe, wa kharaja minka kama dakhala duna an yatruka atharan fi arwahi. Zimepita mara ngapi, lakini zikaingia na zikatoka kama zilivyoingia bila kuacha athari yoyote katika moyo wako? Ni watu wangapi ambao wanaotoa takbira kwa ndimi zao kiasi ambacho nyoyo zao bado zimejaa na zimetekwa na matamanio ya nafsi zao? Ni watu wangapi ambao wamechinja wanyama kwenye siku ya Eid wakati ambao bado kibri, dharau zimebaki ndani ya vifua vyao? Ni wangapi ambao wamechinja siku ya Eid lakini bado nyoyo zao zinagonga, zimetawaliwa na maugomvi ambayo yanayowala kila siku? Tatizo kubwa ndugu zangu si uchache wa misimu, bali tatizo kubwa ni vile ambavyo moyo ulivyouzoesha mpaka ukawa hautingishiki wala hauogopi. Aya za Allah zinasomwa lakini haubadiliki, majeneza inashuhudia lakini bado upo katika kujisahau kama vile hakuna kilichotokea. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaziamsha nyoyo na kuzizindua kutoka kwenye hatari iliyokuwa kubwa kabisa pale aliposema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Hivi bado haujafika muda kwa wale walioamini nyoyo zao zikanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hebu izingatieni aya hii. Allah hakuwasemesha makafiri, bali amewasemesha waumini, waumini ambao tayari na bado wanaendelea kuziachia nyoyo zao zinaenda kwenye mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya watu huwa wanadhani anna murura thamani sayuslihu, kwamba zama zinavyokwenda, muda unavyokwenda, muda utamtengeneza, utambadilisha. Lakini uhakika ulivyo, kile ambacho kinachoweza kumbadilisha mwanadamu sidqul muwajahati ma'a nafsihi, ni ule mwelekeo wa uhakika yeye na nafsi yake. Yani wewe una mwelekeo gani? Una malengo gani? Kama huna malengo ya kubadilika, muda hauwezi kukubadilisha, bali ukiwa na malengo ya kubadilika, wallahi utabadilika. Ndugu zangu Waislamu, mara nyingine makosa yaliyokuwa makubwa ambayo tuliyokariri ni kwa maana ya udhuhia, ya kuchinja, fi lahmi wa dimai fakat,
yanaishia kwenye kumwaga damu na kula nyama peke yake, wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amekilenga kitu cha ndani mno, tena kwa wingi sana, pale aliposema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, hazimfikii Allah damu za wanyama mnaowachinja wala nyama za wanyama mnaowachinja. Maana yake Allah hahitaji nyama, Allah hahitaji damu, walakin yanaluhu taqwa minkum, bali anachokihitaji kwenu nyinyi ni ule uchamungu wenu. Ndugu yangu Muislamu, Allah hahitaji kwetu sisi vile ambavyo kisu kinavyokuwa kikali na kuchinja, bali anachokihitaji ni namna gani moyo wako unavyotikisika, moyo wako unavyogonga. Allah anahitaji madha tazadhabu fi dakhilika hadha al-eid, utachinja nini wewe ndani ya moyo wako kwenye idi hii? Je, utayachinja yale matamanio mabaya ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyasogelea na kuyakaribia? Je, utayachinja yale mahusiano mabaya yanayomkasirisha Allah miaka mingi? Je, utauchinja ule uvivu wako ambao atala taqatika wa ahlamak, umezorotesha nyoyo umezorotesha uwezo wako na hata ndoto zako? Je, utaichinja ile sura ya kibinadamu dhaifu ambayo imesarenda kwenye mazoea mpaka ikawa ni mateka? Hakika alikuwa Ibrahimu alayhi salam alikuwa amejiandaa kukichinja kitu ambacho alikuwa anakipenda sana. Kwa nini alikubali na kujiandaa kukichinja? Kwa sababu aliona Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kufanya hivyo, kiasi ambacho hivi leo baadhi ya watu la yastati'u an yadhbaha adatin sayyi'a ya'rifu annaha tahdimu dinahu wa qalbahu wa mustaqbala, kiasi ambacho baadhi ya watu hawawezi kuzichinja zile yale mazoea na kawaida waliozizoea, zile kawaida na mazoea mabaya ambayo mtu anajua kabisa yanamharibia dini yake, yanauharibu moyo wake na yanaharibu pia mustakbali wake. Ndugu yangu, idi ya uhakika sio kubadilisha nguo peke yake, bali ni kubadilisha kile ambacho kimo ndani ya moyo wako, ambacho ulitakiwa ukibadilishe siku nyingi sana. Kitu hatari ambacho kinaweza kumfanya mwanadamu, kikampata mwanadamu na kikambadilisha akawa katika sura ya mazoea, akawa anaswali kwa sababu amezoea kuswali, anafunga kwa sababu amezoea kufunga, anaweza takbira kwa sababu watu wanatoa takbira, wakati ambapo moyo wake baidun anillahi masafati tawila, uko mbali na Mwenyezi Mungu kwa masafa marefu kabisa. Yamekuwa ni mazoea. Ili inaonekana ni mazoea ambayo hayana msingi, inaonekana ni furaha ambayo haina sababu. Tunavaa nguo mpya hali ya kuwa tunayakini nyoyo zetu bado hazijawa mpya. Tunachinja mbuzi, kondoo na wanyama mbalimbali hali ya kuwa tunafahamu anna dhaghaina wal hiqda lam tudbah ba'd, vinyongo, chuki, visasi bado havijachinjwa ndani ya nafsi zetu. Tunawatembelea ndugu zetu, lakini hali ya kuwa mara nyingine tunafahamu ndani ya nyoyo zetu zimejaa dharau na kukatana undugu. Tunapeana mikono, lakini hali ya kuwa mara nyingine ndani ya nyoyo zetu zinatokota zile chuki na dharau. Ndugu zangu Waislamu, ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anazihofia mno nyoyo kule kubadilika kidogo kidogo, mpaka akasema ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu. Hakika katika mwili wa mwanadamu kuna pande la damu, pande ambalo likikaa vizuri basi mwili mzima huwa unakuwa vizuri, na likiharibika basi mwili mzima huwa unaharibika, si kinginecho bali ni moyo. Ndugu yangu Muislamu, shida tunayozungumzia sio mtu moyo wake kudunda na kuwa hai, bali tunachokizungumzia ule uhai ambao uko ndani ya moyo wako.
Ni wangapi ambao wanaochakalika sana, wanaojishughulisha sana katika dunia, lakinnahu mayitun min ad-dakhil la yush'iru billah, lakini yeye ndani ya moyo wake ni maiti, hamuhisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamtamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hana maumivu wala majonzi yoyote ya yeye kuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayy walmayit, mfano wa yule ambaye anayemtaja na kumkumbuka Mola wake na yule ambaye hamtaji na kumkumbuka Mola wake ni sawa sawa na mtu aliye hai na maiti. Ndugu yangu Muislamu, kinachotakiwa kwenye Idi sio tu imalizike vizuri, bali kinachotakiwa kwenye Idi ayyulada ba'da al-Eid insanun jadid, azaliwe binadamu mpya, mwanadamu mpya mzuri baada ya Idi, mwanadamu ambaye atakayefahamu kwa nini ameumbwa, anaelekea wapi, nini Mwenyezi Mungu anakitaka kwake yeye kabla hajaondoka hapa duniani. Anza ukurasa mpya baada ya Idi hii. Itengeneze swala yako ambao ulikuwa unaichelewesha. Acha madhambi ambao ulikuwa unachelewa kuyaacha. Rudisha moyo na mapenzi ya mama yako ambao pengine ulikuwa umemkaza na kumkasirisha. Zima moto wa vitu vidogo vidogo ambao unawaka ndani ya moyo wako, tena kati yako wewe na kati ya yule ambaye unayempenda. Fungua ukurasa mpya ambao ulikuwa umeufunga muda mrefu. Ipe muda wewe wa kujipa muda wa kukaa na kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala na kulia naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu la yatlubu minka an takuna malakan la tukhti, hataki kwamba eti uwe malaika ambaye hakosei. Wa innama yuridu minka qalban kullama saqata aada ilayhi, bali anataka kwako wewe uwe na moyo ambao kila unapodondoka ukawa mbali na yeye, basi unarudi kwake yeye. Pale ambapo unapokuwa mbali, basi wakati huo huo unakuwa na matamanio, unatamani unarudi kwake. Pale ambapo unapokosea, basi unamuomba msamaha na unalia na unagonga mlango kwa mara nyingine mpya. Ndugu yangu Muislamu, usifanye Idi ikawa ni siku ya kupiga picha tu peke yake, bali ijalie Idi kuwa ni yauman liwiladati arwahin jadida ta'rifu Allah haqqa. Iwe ni Idi, iwe inarudisha upya, inazaa upya roho yako, iwe upya ambayo itakayokuwa inamjua Mwenyezi Mungu, inampenda Mwenyezi Mungu, na inakwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ikiwa na ukweli na yakini na mapenzi kabisa. Ndugu yangu Muislamu, kwa hakika ukizaliwa upya utaona kila jambo namna ambavyo kwako litakavyokuwa la muhimu. Utaona kwako kuna umuhimu wa kusali, utaona kwako kuna umuhimu wa amani, kitu ambacho mwingine hana haja nacho, kwa sababu anasema amani nini bana? Kwa sababu moyo wake umekufa hata kama anafurahia Idi. Idi ni siku ambayo ya kurudisha amani ndani ya nyoyo zetu, amani ambayo tunatakiwa tuienzi. Maeneo mengi hawana amani kama tulionayo sisi. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aijalie Idi iwe imetuzalisha upya nyoyo zetu za kumpenda Allah na kubaki katika amani. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ayqidh qulubana min ghaflatiha wa akhrijna min dhulumati al-i'tiyad ila nur al-qurb minka. Allahumma ij'al hadha al-'id bidayata tawbatin la tanqati' wa hayatin la tadhi'. اللهم أصلح فساد قلوبنا واغسل من الذنوب أرواحنا واجعلنا ممن إذا سمعوا الموعظة تغيروا وإذا عرفوا الحق اتبعوه وإذا رجعوا إليك فتحت لهم أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عيدكم مباركة وكل عام وأنتم بخير.